Ni Diamond Platnumz, Simba la Masimba, kwa mara nyingine tena anaendelea kuipeperusha vizuri kabisa bendera ya nchi ya Tanzania, na ameweza kuikusanya London yote kiganjani mwake katika tukio kubwa la kiburudani ambalo amelifanya katika historia ya maisha yake. Unajua watu wanachukulia poa, yani kuna watu wanachukulia poa kabisa, lakini kile ambacho amefanya Diamond Platnumz inawezekana katika historia ya nchi yetu ya Tanzania ndio kwa mara ya kwanza jamaa anafanya, na inaweza pia kwa upande wake ama kwa msanii mwingine yeyote yule itachukua muda mrefu sana kufanya kitu kaa kile. Diamond Platnumz, msanii pekee ambaye alikuwa ndio kiongozi wa ile show, aliweza kuingia na surprise kibao. Amefanya kile kitu ambacho ndugu zetu kutoka Nigeria na mataifa mengine wamekifanya miaka ya nyuma. Ilikuwa ni kawaida katika show ya Wizkid kumwona msanii wa chini akienda pale kwa ajili ya kumpush. Tumeona hivyo kwenye Mautua, Lena na kwingineko, wasanii kutoka nchini Nigeria wakienda na watu wao kwenda kuwa support. The same kwa Diamond Platnumz, kamchukua zake Juma Jux, huyu hapa, kaenda naye pale na kimewaka kama kawa. Yani mafanikio ya Juma Jux katika time hii huwezi kuacha kumzungumzia Diamond Platnumz. Amefanya hivyo tokea miaka 3-4 iliyopita. Mara kadhaa katika show zake za kimataifa ameweza kumvuta mshikaji wake, na kama kawa safari inaenda vizuri kabisa kimataifa. Lakini kitu kingine kwa Diamond Platnumz, ameendelea kutoa somo kwa wasanii kuhusu kufanya kazi na wasanii wengine. Yani mimi nakushirikisha wewe ngoma yangu, ama ona nishirikisha mimi kwenye ngoma yako, haimaanishi ile joint inaishia studio tu basi. Baada ya hapo kila mtu anakula 50 zake, hapana. Hiyo imekuwa tofauti kidogo kwa Diamond Platnumz. Ukifuatilia 100% ya show ambazo amekuwa akiperform, amekuwa akizipa support kubwa sana collab ambazo amezifanya. Mimi naamini alikuwa na uwezo wa kupiga ngoma zake mwenyewe na akachukua kijiji kakawa, lakini amekuwa ni mtu ambaye anatoa mashavu kwa wasanii ambao ameshirikiana nao. Tumeshuhudia surprise ya Tiwa Savage, na katika historia ya muziki hii ni show ya pili Diamond Platnumz anapanda stage moja na Tiwa Savage. Baada ya kufanya hivyo miaka 5-6 iliyopita katika moja kati ya event ya Wasafi Festival. Lakini pia tumeona surprise hapa Tolanking, moja kati ya wasanii ambao wana chemistry na Diamond Platnumz. Tumeona surprise pia Mr Flavor na wasanii wengine kibao ambao walikuwa pale kwa ajili ya kumpa backup Mnyamwezi Diamond Platnumz. Ni kitu ambacho kimekuwa noma kabisa. Lakini kingine kizuri ambacho nimekishuhudia katika show ile ni namna ambavyo Diamond Platnumz amekuwa na energy mwanzo wa show mpaka namaliza show yake. Yani imekuwa ni noma kabisa, na naamini kabisa wale wote ambao walikuwa pale katika ile show hakuna ambaye ameondoka na akawa na masikitiko na pesa yake ambayo ameitoa. Unajua kiingilio cha chini kabisa mshikaji wangu ilikuwa ni 90,000. So naamini kabisa kila ambaye ametoa iko kibunda ameridhika na kile ambacho amekishuhudia katika ile stage. Mimi naitwa Blenga na hizi ni info za Blenga. Sema Diamond anashindana na Diamond, yani Diamond Platnumz anashindana na Diamond Platnumz mshikaji wangu. Da, noma kabisa.